Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis, Ramadhani 12 kwa wale ambao wanafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kualike kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania ilivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzeina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Bila usisahau kuacha maoni yako kwenye comment hapo chini kwa kile ambacho unakisikiliza na kukitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake mbele ya habari iliyopewa kipaumbele ni TRA makusanyo juu, 78% miaka minne, yavuka malengo miezi 8 mfululizo, watumishi 14 watimuliwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yatoa mwongozo kukabili homa ya nyani. Habari katika ukurasa wa 8. Dkt. Mwinyi, kipaumbele cha kwanza ni elimu. Habari katika ukurasa wa pili. Majaliwa wasifu wema uimara wa Samia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mganga aliyekutwa na fisi nyumbani jela miaka 20. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Dereva bodaboda wenzake kortini kesi ya mauaji. Habari katika ukurasa wa 23. Samia adewa bosi tafiri wenye viti bodi 3. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Alhamisi leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, nafasi za ajira TRA ni mtifuano mkali, uombaji wafikia 135,035. Uongozi wasema utachagua vichwa, wadau wamulika tatizo la ajira nchini, wataja suluhisho mbadala. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika 1596 idadi ya ajira zilizotangazwa na mamlaka ya mapato Tanzania, ambazo kila mmoja inaomba na wastani wa watu 85. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Yusuf Mwenda, kamishna mkuu wa TRA, ikisema, nataka niwahakikishie wa Tanzania tunataka best brain zije TRA. Haya malalamiko yaishe na weledi uendelee kuimarika. Tutaweka mazingira ya haki na usawa. Gazeti hili limeandika ACT yaibuka na siasa za mapambano, joto la uchaguzi mkuu 2025 likizidi kupanda, na sasa mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman ametangaza mwelekeo mpya wa siasa ndani ya chama hicho. Othman ametoa sababu kadhaa za chama chake kubadilisha siasa zake, akisema kuanzia sasa zitakuwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Panga Chadema sura mpya kuongoza kurugenzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Na zindua Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akishika maji safi ya bomba alipoweka jiwe la msingi kwenye upanuzi wa mtandao wa maji ya Ziwa Victoria kutoka Mkomero hadi Mgongoro, wakati wa hafla iliyofanyika katika kijiji cha Mwamayoka, wilaya ya Igunga, mkoani Tabora. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika vichocheo hatari kwa usalama wa figo zako. Habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tutazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TRA yaandika historia ya ukusanyaji wa mapato ni trilioni 21.2 kwa miezi 4, yataja miongozo ya Rais Samia kuwa siri ya mafanikio, yasisitiza kufanya kazi kwa weledi. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Dr. Mwinyi, serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali kuendelea kutafuta fedha za utekelezaji miradi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Makatibu wakuu wakubaliana
magugu maji yaondolewa ziwa Victoria, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Barabara Kimara Mavurunza Bunyukwa Kinyerezi kuwa ya lami, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. NBC yajizatiti kushirikiana na halmashauri kuunga mkono agizo la Rais Samia, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Ukraine yakubali pendekezo la usitishaji mapigano kwa siku 30, habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika kasi ya miradi ya maji nchini, kielelezo cha utekelezaji ahadi za Rais Samia mwaka 2021. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 9 hadi ukurasa wa 11. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni ukomo wa uongozi wa ibua mengine, ni mtaji wa kisiasa ulioshika kasi CCM Chadema, wasomi waja na yao, habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ajira 1500 za TRA za gombewa na watu 135,000, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika uchaguzi serikali za mitaa 2024, Shivji akosoa ripoti ya utafiti UDSM, ahoji utitiri wa mambo anayodai yamewekwa kapuni, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. ACT yakataa siasa za maridhiano Lissu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndugu kizimbani shtaka la kumuua dada yao aliyewasili kutoka ughaibuni, habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika kisiwa cha ajabu DRC, kimbilio la wakimbizi kivita, hakuna maji safi wala internet, habari katika ukurasa wa 14. CAF yafungia uwanja wa Mkapa, serikali yajitetea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii Alhamisi leo. Gazeti Mwanahalisi ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika CCM yang'oa wabunge, rushwa ya fedha ngono sasa yaweza kupata dawa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Habari picha inaonyesha viongozi mbalimbali akiwemo Dr. Christine Ishengoma, Lucy Mayenga, Janet Masaburi, Dr. Pindi Chana pamoja na Monde Tambwe. Gazeti hili limeandika umeme waitesa nchi, habari picha inaonyesha Dr. Frechezim Mramba, Chadema kuanza kuwasha moto, habari katika ukurasa wa 8. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimepanga kuzindua kampeni ya no reform no election wiki 2 zijazo jijini Mbeya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Madalali wa urais wako kazini, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Jifunze kwa Raila na Rais Ruto, habari katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahalisi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru kweli daima ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika miaka 4 ya Rais Samia, mapato TRA ya tikisa. Kamishna mkuu asema katika kipindi cha miezi 8 imekusanya trilioni 21 sawa na 104%. Huo ni ukusanyaji wa 17% ukilinganisha na trilioni 18.6 zilizokusanywa mwaka 2023-2024. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Gazeti limeandika Rais Samia ateua wenye viti wa bodi, mkurugenzi mkuu, habari katika ukurasa wa 6. Wasomi wanasiasa waibuka angalizo madedi kugombea, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Majaliwa, Rais Samia ni kiongozi imara, asema amedhamiria kuwahudumia Watanzania kwa kuhakikisha huduma za kijamii zinawafikia, habari katika ukurasa wa 2. Faida za ukomo wa ubunge udiwani viti maalum, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Abdullah adoboa siri maendeleo Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10. Aliyekutwa akifuga fisi afungwa miaka 20. Mahakama ya wilaya Bariadi mkoani Simiyu imemhukumu Emmanuel John mwenye umri wa miaka 31 maarufu kama Chief wa Kilulu kifungo cha miaka 20, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika Dr. Mwinyi, serikali itaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu, habari katika ukurasa wa 2. Umoja mshikamano umeongeza kasi ya maendeleo Hemedi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rais Mwinyi agawa futari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Dr. Saada Mkuya awaonya wanaokiuka kodi, habari katika ukurasa wa 3.
aliyedaiwa kumchoma visu mke mwenza aangua kilio mahakamani. Habari katika ukurasa wa 10. Mazrui aitaka jamii kuchukua tahadhari maradhi ya mlipuko. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika Yanga kurudia ya mwaka 1965. Hamdi anajaza 3 aking'oa Coastal Union. Matokeo ni Yanga 3 Coastal Union 1. Waliofunika ni Max Nzengeli na Clement Mzize ndio waliozima Coastal Union jana kwenye uwanja wa KMC katika mechi ya shirikisho. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Fadlu afichwa siri ya dabi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Singida KMC pata chimbika. Balala uwanja mpya wa Man United. Usajili mpya ni utata. Mataji kuyeyuka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Kombe la Euro hii leo ni Athletic Club Bilbao dhidi ya Brighton. Mchezo utapigwa saa 2 na dakika 45. Manchester United na Real Sociedad ni saa 5 kamili. Gazeti hili pia limeandika Teta apigwa kombora. Sitaki kusikia visingizio, sitaki kusikia kuhusu majeruhi. Habari iko refu zaidi imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Mechi nyingine ya Europa ni Lazio dhidi ya Victoria Prazen. Mchezo utapigwa saa 2 na dakika 45 usiku. Euro leo Alhamis ni Tottenham na AZ Alkmaar. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mchezo utapigwa saa 5 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti pia linayo hadithi ya kwa mtoto wa bunduki katika sehemu ya 36 ndani ya ukurasa wa 16. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma, habari iliyopewa kipaumbele ni Karia au la CAF. Patrice Motsepe amepita bila kupingwa kuwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Afrika CAF kwa muhula wa 2, huku rais wa shirikisho la mpira wa miguu wa Tanzania Wallace Karia akichaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF. Yanga yaweka rekodi FA. Habari ni katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yaita CAF ukaguzi Mkapa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kiganja tamthilia mpya ya uchawi mapenzi mateso. Habari katika ukurasa wa 21. Dube Hamdi wang'ara Februari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa nyuma. Na gazeti ya Habari Leo linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.